Ahalani wa sahalani wa malahaba ndugu mpenzi mtazamaji Radio TV Buntu popote pale ulipo. Karibu katika kipindi Language Time, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kujifunza na kujipatia maarifa ya lugha zinazotumiwa Afrika Mashariki na hata ngazi ya kimataifa. Katika makala ya leo mtazamaji, tutakuwa na mada mahususi inayolenga au inayogusa maisha ya vijana, wazazi pamoja na jamii kwa ujumla. Katika makala ya leo tutazungumzia kuhusu namna Kiswahili kinavyoweza kumsaidia mtu kupata ajira na hata fursa. Watu wengi wamekuwa wakiona kuwa Kiswahili ni somo la kawaida la shuleni. Lakini je, ni somo la kawaida au ni fursa kwa mtu ambaye amekubali kujifunza Kiswahili? Naam, siku ya leo nimebahatika kumpata mgeni wangu Levis Doto, ambaye pia mtazamaji na ukumbusha ni mwalimu wa Kiswahili kwa wageni. Amekuja leo hii ili aweze kutupa mwanga tosha kuhusiana na fursa zinazopatikana katika lugha ya Kiswahili. Bila kupoteza muda basi tunamkaribisha mwalimu. Unakaribishwa ndani ya studio zetu. Asante sana mheshimiwa mtangazaji. Nashukuru sana kwa ukaribisho huu. Na bila shaka nadhani siku ya leo sio siku ya kwanza tumekuwa tukishirikiana katika vipindi kadha wa kadha katika lugha ya Kiswahili. Swadata, sio siku ya kwanza, ni mara ya pili sasa. Ni mara ya pili. Tumeshashirikiana katika kipindi cha kwanza, sasa nadhani muendelezo. Naam. Bila shaka mtazamaji, kipindi hiki kimeandaliwa na Radio Television Buntu kwa niaba ya wote watakaofanikisha kazi hii. Langu jina Willy Blom Twisenge. Karibu. Naam, kwa kwanza kabisa mwalimu, swali la kwanza ningependa nijue. Ndio. Wewe unafahamu Kiswahili na Kiswahili kwako ni kama rafiki yako wa dhati. Ndio. Hivi ni kweli ishawahi kutokea Kiswahili kikakulisha au ni mapenzi tu? Ni kweli Kiswahili kimeshawahi kunilisha. Nimekula, nimekunywa. Kivipi? Na nimefurahi. Kwa namna gani? Kwa sababu Kiswahili ni lugha kama lugha zingine. Na lugha kazi yake ni mawasiliano. Na mawasiliano hufanyika kati ya binadamu na binadamu. Na unaposema mawasiliano ya binadamu ni katika shughuli anuai au shughuli mbalimbali. Katika shughuli hizo kuna shughuli za kiuchumi, za kisiasa na za kijamii. Na katika kijamii kuna zile sherehe mbalimbali. Kiuchumi kuna kupata pesa, kuna kupata pia hata mkono uende kinywani. Kwani katika njia hizo ambazo sasa nasema kwamba nimekula nikanywa kupitia Kiswahili. Naam. Yes. Bila shaka tunaingia rasmi sasa mtazamaji katika kipindi chetu cha leo Language Time. Kama nilivyokuambia, leo ninaye mgeni Levis Doto, amekuja kutupa madini tosha yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Leo ndipo utakuja kujua kwamba Kiswahili ni kitamu zaidi ya lugha zote zinazozungumziwa hapa duniani. Naam. Mwalimu, swali la kwanza kabisa tukiingia katika kipindi chetu rasmi. Kwa nini leo watu wengi wanaona Kiswahili kama somo la darasani na si rasilimali ambayo inaweza kuwaletea faida na kuwapa fursa mbalimbali? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri sana. Na katika swali hili labda mimi nianze kusema kitu kimoja kwanza kuhusiana na Kiswahili. Kiswahili ni lugha. Sasa nieleze nini maana ya lugha. Lugha ni sauti za nasibu ambazo binadamu wamekubaliana katika jamii fulani iwe mawasiliano ili kuwezesha mawasiliano yao. Na unaposema nasibu, ili mtangazaji wetu, msikilizaji wetu anayetusikiliza sasa, anayetuangalia sasa aweze kuelewa. Unaposema nasibu, kwa nini lugha iwe sauti za nasibu? Nasibu manake ni bahati, yani ile bahati nzuri tu imetokea. Hakuna mtu ambaye alipanga katika jamii yoyote ile, iwe ya Afrika au Ulaya, kwamba wazungumze hivi au vile. Ila tu inatokea tu yenyewe tunajitokeza. Kwa hiyo lugha kama lugha inatumika, ni sauti za nasibu ambazo inatumika kufanya kuwasiliana. Na Kiswahili kama Kiswahili nayo inatokana na hiyo sauti za nasibu. Baadaye katolewa ikawa lugha rasmi. Sasa watu wengi wanachukulia kama ni lugha, kama vile ni somo tu, lakini hawachukui kama ni rasilimali. Kwa sababu gani?
kwa sababu pengine niseme mapokeo au mazoea au kutokuelewa. Pengine ndio maana tuko hapa leo ili tuweze kuelewesha kwa nini lugha si chombo cha darasani kama somo, lakini ni rasilimali. Kwa sababu rasilimali sasa ni nini? Kwa sababu pia inabidi kwanza ndugu mtangazaji, huyu anayetusikiliza, anayetuangalia, ajue nini maana rasilimali. Rasilimali ni kitu chochote kile ambacho kinawezesha mtu kuweza kupiga hatua katika swala la maendeleo, au kuweza kukiendea kile anachokitafuta, au kuweza kukiendea kile ambacho anachokitaka. Kwa mfano, nataka gari. Nikitaka gari lazima nijue nitafanya nini ili niweze kupata gari. Nataka nilime kilimo cha kisasa. Ili niweze kufanikisha, natakiwa niwe na nini? Kwa mfano, jembe. Sasa jembe kuna la mkononi au jembe ya ng'ombe. Kwa hiyo nikichukua ng'ombe, nikachukua jembe, ni rasilimali. Lakini pia katika biashara pia kunahitajika rasilimali na katika vyanzo. Kwa mfano, natakiwa nipate biashara fulani, niuze sehemu fulani. Natakiwa niwe na watu. Hawa watu ni rasilimali. Sasa Kiswahili kama Kiswahili ni rasilimali ya kumwezesha mtu kufikia malengo yake katika biashara, katika elimu, katika kazi yote ambayo anafanyaje anakuwa anahitaji. Asante sana. Naam, asante sana mwalimu kwa maelezo yako, lakini pia tunataka kufahamu ni aina zipi za kazi ambazo unaweza kupata au kufanya kwa sababu tu wewe ni mjuaji, unazungumza lugha ya Kiswahili. Asante sana. Mimi nadhani katika aina za kazi nitaianisha katika mikondo mitatu. Kwanza nianze na shughuli za kiuchumi. Hapa kwenye uchumi kuna biashara. Kwenye biashara hapa kuna pesa au mtaji, lakini pia kuna wateja. Hawa wateja ni rasilimali, na pesa ili uipate, pesa ni roho. Ili uipate lazima uiambie njoo. Sasa utaiambiaje? Nimesema mwanzo kwamba lugha yote ile lazima itumike kwa mawasiliano. Na katika mawasiliano unaongea kile ambacho wewe unakitaka. Kwa hiyo ukiwa na Kiswahili utaweza kufanya biashara katika uchumi. Sasa uchumi wako utakuwa. Sasa hapa ndani, mheshimiwa mtangazaji, usiniulize sasa biashara gani ambayo utafanya. Hapo sasa yategemea na mtaji ulionao na maono yako. Lakini pia ukisema kwamba mimi sina kipaji cha biashara, nenda kwenye upande wa siasa. Sawa? Kwa kisiasa pia hapa elimu inatumika, Kiswahili kinatumika pale. Sasa kwenye kisiasa, tunaposema kisiasa na kwamba kwenye siasa moja kwa moja ile siasa ambayo ipo wazi kabisa. Mimi kama kiongozi fulani au mtu fulani nimetuma sehemu fulani kwa wananchi, nikahamasishe ili waweze kujua umuhimu wa kupanda miti. Kwa hiyo mkuu wangu wa kazi amenituma pale kwa sababu anajua kwamba mimi na uwezo wa kuwashawishi watu. Sipeleki marungu, sipeleki pesa. Muda huo haitajiki pesa pale mheshimiwa. Inatajika mimi niweze kuongea. Na kama ile jamii inasikia Kiswahili, ina maana mimi nitatumia Kiswahili. Kumbe sasa tayari kwenye upande wa kisiasa nitafanikiwa. Na tumeshaona watu wengi ambao upande wa kisiasa wamefanikiwa kupitia Kiswahili na baadaye kawa ndio ajira yao. Kwa mfano, tuna wakuu wa nchi za Afrika ambazo tangu mwanzo wametumia Kiswahili katika kupigania uhuru, na katika pale ikatokea ajira. Mtu akiwa rais tayari ameajiriwa na wananchi. Mheshimiwa hayati Nyerere amekuwa ni kiongozi mashuhuri sana kwa nchi ya Tanzania. Atumia Kiswahili kwenye uhuru na akawa rais na mpaka sasa. Lakini pia katika jamii, shughuli za kijamii pia unaweza kupata kazi kwa kupitia shughuli za jamii kupitia Kiswahili. Ndio hapo sasa upo hotelini, utakabisha wateja kupitia Kiswahili. Unafanya shughuli zako za kuendesha labda bodaboda, utatumia Kiswahili. Lakini pia hata hapa tupo studio hapa, tunafanya kazi. Wewe unafanya kazi kwenye TV, kwa hiyo wewe umeajiriwa. Kwa hiyo hicho ni Kiswahili kimetumika. Kwa hiyo nimeelezea katika vipengele vitatu, lakini pia vipo vingi. Wengine unaweza kupitia kwenye labda upo kwenye tuna kwenye upande wa dini pia. Huko nako kuna
mkono unaweza ukaenda kinywani kupitia huko, kwa mfano kama nyimbo. Tunao waimbaji wengi sana ambao leo hii wanaimba na wanapata pesa. Wasanii wapo wengi sana wakitunga nyimbo nchi zote za Afrika Mashariki, Afrika, hata duniani kwa jumla. Watu wanatumia Kiswahili, wanapata ajira. Kwa hiyo anayetusikiliza leo, ni kazi gani ambayo anaweza kaifanya akitumia Kiswahili? Ni yeye tu kufungua macho na kuona anaweza nini. Ikiwa anaweza nini katika vipengele vitatu, kiuchumi, angalia anaweza kauza nini. Kwa hiyo kama ni parachichi, yetu wasema hapa Bundi avocado, ama avoka. Okay? Inaweza kumsaidia yeye sasa kuchukua parachichi zake, aweke kichwani, aanze kupiga kelele. Jamani, parachichi tamu. Kwa ni yeye sasa kuzivisha utamu wake, aeleze watu. Lakini pia jambo lingine hapo mheshimiwa ni kwamba katika mawasiliano, kwa nini lugha ni nasibu pia, ni kwamba inasababisha mtu aweze kutambua ndani, inaingia ndani ya roho. Kwa mtu akishawishika, anaweza kupa vyote kwa sababu umefanyaje, umemshawishi. Kwa hiyo katika hili kazi, vipengele hivi vitatu, unaweza kupata kazi vizuri sana. Pengine utapata nafasi ya kufafanua kimoja baada ya kingine kule mbele kule tutakazidi kwenda. Safi kabisa. Asante sana. Mwalimu, umetupa maelezo ambayo ni ya kina kuhusiana na fursa zinazoweza kupatikana kutokana na kwamba mtu ni mzungumzaji au anaelewa sawa sawa lugha ya Kiswahili. Lakini ningependa nijue, unaweza kutupa mifano halisi ya mtu aliyewahi kupata mafanikio kwa sababu tu yeye ana ufasaha mzuri wa lugha ya Kiswahili? Mifano hai. Asante sana. Mifano hai, mtu sianzi na mtu mwingine, naanza na mimi. Naanza na mimi. Mimi nimeanza kupanda ndege kwa mara ya kwanza. Si kwa sababu ya biashara nyingine. Hapana, nimepanda ndege kwa sababu ya Kiswahili. Tiketi imekuja, imefikia mkononi, naambiwa safiri. Sijui hata leo mpaka hapa nilipo, ukiniambia kutoka mpaka Nairobi ni pesa kiasi gani tiketi, sijui mimi. Lakini nimeshasafiri sana. Sio mara moja, sio mara mbili. Toa mpaka Zanzibar, mpaka South Africa. Yaani hata sijui. Huko ulikuwa unaendea nini kama? Nilikuwa nimeenda kwenye kikao cha kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. Tunajadili namna ya kuweza kueneza Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mimi mwenyewe peke yangu ni mfano halisi. Lakini pia wewe hapo ulipo, nakujua wewe. Nakujua tangu mwanzo mpaka leo. Tangu po shule na mpaka sasa. Tukaa kule Bikisi kule na kutambua. Kwa hiyo leo kidogo kinaingia kinywani. Kwa hiyo mimi na wewe ni mifano halisi ambayo hata anayetuangalia leo anaweza akashawishika jinsi ilivyo. Anaweza pata ushuhuda wa kweli. Unaona bwana. Na hapo mwanzo tulianza tukiwa sifuri. Mtu unaanza kwa darasani, unasoma, ni wewe na notes na wewe unaandika, unatoka, lakini baadaye sasa zile notes zikashuka mpaka mfukoni. Lakini sio sisi tu, wapo watu wengi ambao hata kama nikitaja majina watu wengine hawawezi wakaelewa, lakini acha niseme wasanii. Niseme wasanii. Nichukulie huyu Kidumu kwa hapa Burundi kwanza. Kidumu ana nyimbo nyingi za Kiswahili. Na hizi nyimbo anaziimba, lakini sio Mtanzania, sio Mkenya, lakini ni Mrundi. Ila kwa sababu Kiswahili chake, Kidumu haishi Burundi. Burundi ni kwao, lakini anaishi zake wapi? Umeshawahi kupata historia au taarifa inayohusiana na huu mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava huyu Kidumu, kwamba kapataje hiyo elimu ya maarifa ya Kiswahili? Sasa maarifa ya Kiswahili mimi sitaki kujua alikosomea ni wapi, lakini naangalia ile zao tokeo. Kile anachokionyesha. Nimeshasikiza nyimbo zake nyingi ambazo ameziimba kwa nini? Kwa Kiswahili. Na zikampa matokeo mazuri. Na zikampa kufahamika katika nchi yake, Jumuiya ya Afrika Mashariki, hata nje ya nchi. Lakini pia sio yeye tu. Tuchukulie wasanii mbalimbali ambao wanatumia nyimbo zao kwa kuimba kwa Kiswahili tu. Haweki Kiingereza kingi. Kwa mfano, huyu Diamond. Diamond ameimba sana nyimbo nyingi sana. Ni maarufu si Afrika tu, hata ulimwenguni kote.
hapa Burundi wapo wengi, wakina nani huyu jamaa wa Makamba huyu Big Fizzo. Ana nyimbo zake za Kiswahili zimemvusha sana. Lakini pia twende hata kwenye upande wa Injili, nyimbo za Injili. Wapo wengi, wasanii wengi sana, tukichukulia Lucy Muhando. Kila mmoja, hata mtoto mdogo Afrika kote wanamtambua. Wameshamita jina kwamba ni malkia wa nini? Malkia wa nyimbo za Injili. Lakini si hao tu, kuna wasanii wanaoigiza. Nao pia wanaigiza kwa Kiswahili, na hao nao imewapa kazi, na kwa kweli inaonekana vizuri. Kwa nadhani mifano tunayo mingi sana. Pengine kwa hili kuna watu wengi wamekuwa na dhana nyingi kwamba bwana, Kiswahili kama unazungumza Kiswahili ndio watakao kusikia utasikika kwa wachache, si wengi watakaoelewa wewe unachokimaanisha ni kitu gani. Pengine kupitia mifano hii ambayo umetoka kuitaja kwamba kupitia hawa wasanii mbalimbali, yes, nyimbo Bongo Flava ambao wanakubalika hata nje ya nchi za Ulaya huko. Pengine watu wenye dhana hizi kwamba Kiswahili hakiwezi kumfanya mtu kutambulika dunia nzima, unaweza ukawa na lolote la kuambia? Pengine ndio ninaweza kuambia kwamba unajua kila kitu mheshimiwa, huwa inategemeana. Niseme kwamba kuna methali isemayo kwamba kila mbuzi anakula sawa na urefu wa kamba yake, kulingana na urefu wa kamba yake. Pale alipofungwa yeye na kamba yake, urefu wake ule atakula kuzunguka mazingira, hawezi kuzidi pale. Kwa hiyo hata uelewa wa mtu fulani inategemeana na yeye mwenyewe, kiwango chake cha kufikiri kinafikia wapi. Kuna watu wanafikiria kutoka hapa mpaka hapa, mwingine anatoka hapa mpaka wiki kesho, mwingine anafikiria kulingana na mwezi au mwaka, na mwingine anakuwa na mawanda mapana. Kwa hiyo anayewaza kwamba Kiswahili hakiwezi kumpeleka mahala ni kwa sababu anakuwa bado hajapata maarifa. Unajua kuna ujuzi lakini pia kuna maarifa, na unaongeza tena kuna ufahamu. Kwa vitu vitatu vinategemeana na vinaenda sambamba. Mtu anaweza kawa na maarifa lakini asiwe na ujuzi, na mwingine anaweza kawa na ujuzi lakini asiwe na ufahamu. Kwa hiyo ufahamu na ujuzi pamoja na maarifa ukiyaunganisha inaweza kufanya mtu kufanyaje, ukafikiria. Nikupe mfano mmoja. Wazazi wetu wa zamani hawakusoma shule, lakini hao wazazi ambao kusoma shule ndio leo watoto wao ni marais, ndio leo watoto wao ni mawaziri, ndio leo watoto wao ni watu maarufu duniani. Kwa nini? Kwa sababu wao hata kama walikuwa hawana ule ujuzi ambao tunapata shuleni, lakini walikuwa na ufahamu na uelewa ndani yake. Kwa hiyo nimwambie anayesikiliza leo, anayebeza Kiswahili kwamba hakiwezi kumtoa pale alipo, kumpeleka kufahamika kimataifa, yeye ndo hajitambui kabisa. Lakini ikiwa anajitambua, atambue kwamba hata gari niache gari, wengi hawana gari, baiskeli ikiwa imetengenezwa iko pale, pasipo kuipanda na kuiendesha, huwezi kupeleka popote pale. Kweli. Utabakia pale na itabakia pale. Na ndio pale sasa umezungumzia kwamba mtu lazima awe na maarifa, ufahamu na elimu. Na vikiwa kwa muunganiko mmoja, vikiungana na kuwa kitu kimoja kabisa. Sasa vitu hivyo vinaweza kumletea faida hapo baadaye. Na kwa faida ya wanayesikiliza sasa na anayeangalia, kwa kumrahisishia tu kwamba Kiswahili ni nyenzo. Ni nyenzo ya kumwezesha. Kwa ni kazi kwake sasa kupanda ndani ya nini? Kupanda ndani au juu ya nyenzo ili impeleke. Basi unafika bila tatizo. Lakini mwalimu, ndio nataka kujua, tuseme mfano leo hii hapa tunazungumza na wewe, pengine tuseme kuna kijana yuko pale anatusikiliza na tutazama kwenye TV pale, ndio, alafu ana maarifa, ana elimu, ana ufahamu, kila kitu anacho kinachohusiana na lugha ya Kiswahili. Lakini pengine inawezekana kwa namna moja ama nyingine akawa bado hajapata nyenzo au njia madhubuti ambayo pengine anaweza kuielekea, halafu ikaweza kumfikisha huko
sehemu nzuri huko mbele zaidi. Unaweza labda ukamsanua, tunasema kumsanua, ukamfungua fikra au macho kwamba afanye nini au apitie njia gani, atumie mbinu gani kuweza kufika huko ambako ni kuzuri. Asante sana. Mimi nadhani hapo anayetuangalia sasa, anayetutazama sasa, atuangalie vizuri na asikilize vizuri kwa makini. Ikiwa kweli Kiswahili anacho na anakitambua, Kiswahili peke yake hakiwezi kumpeleka popote pale asipochanganya na akili yake ye mwenyewe. Lakini akili na Kiswahili havitoshi bado. Anatakiwa aweke malengo yake. Sasa hilo linakuaje? Hebu tupe uone. Malengo ni nini? Malengo ni yale maono. Wewe Bwana Wilbrod, katika maisha yako unatamani kuwa nani? Inawezekana leo wewe ni mtangazaji, inawezekana hii ilikuwa ndoto yako tangu mwanzo. Na kuna mwingine sasa unakuta yupo. Ukimuuliza wewe unataka kuwa nani katika maisha yako, anakuambia mimi hasijajua bado. Sasa mtu kama huyu ambaye anasema kwamba hajajua bado hajajua. Kwa hiyo ndio kutokujua. Na muujiza huwezi kutokea popote pale pasipo wewe kujua kwanza. Kwa hiyo namshauri mtu ambaye anatuangalia hapa, kwanza awaze yeye ndani yake kuna nini? Nini anaweza? Rasilimali iliyomo ndani. Nini anaweza? Anaweza kawa mhubiri, anaweza kawa msanii labda wa maigizo, comedian hizi au nani ya kawaida. Anaweza kawa labda ana uwezo wa kuweza kusaidia watu kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu katika mtaji, katika rasilimali mtaji, kuna vitu ambavyo kuna pesa, lakini pia kuna ujuzi ambao mtu anaweza kawa nao. Katika ujuzi sasa kuna ile kwamba anaweza kutengeneza kitu fulani, lakini pia kuna ujuzi wa hapa kwamba wewe ujuzi wako ni kuongea. Wewe unaweza kuwa daktari wa kutibu watu. Sasa si kutumia dawa tu, ukatumia maneno tu, kwa sababu watu wengi wanaumwa kwenye akili. Sio kwamba ni wehu, hapana. Akili wanazo za kutosha, ila sasa akili zao zatakiwa akili iwe na akili kwamba ziweze kukomazwa. Kwa hiyo inatakiwa mtu ajitambue kwamba mimi naweza hiki. Ukiweza hiki, basi pambana na mfanyaje kuweza kukipata. Kwa hiyo tuchukue kwa mfano, ni mwanafunzi anatusikiliza hapa, yupo chuo kikuu au yupo sekondari. Ndoto zake ni za kutaka kuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo yeye anatakiwa sasa angalie, ajue nitafanya biashara gani. Tuchukulie mfano mzuri, anataka awe mfanyabiashara wa nguo. Unaona? Kwa sasa kama mfanyabiashara wa nguo, anataka sasa kufikiria ni wapi wanaenda kulangua hizo nguo. Na ni wapi nitaenda kuuza. Sawa? Kwa hiyo akishajua hayo mambo mawili, baadaye sasa ajue sasa, ili niweze kuuza nitafanyaje kwa Kiswahili changu. Ndio hapa tutamwambia kwamba ni mradi wewe una Kiswahili, nenda Tanzania, nenda Uganda, nenda Kenya, hata Marekani wenda, kuna tatizo. Jitangaze. Jitangaze wewe ni nani. Na tumesema mwanzo kwamba lugha yote ile ni sauti za nasibu ambazo wanadamu wanatumia kwa nini? Kwa mawasiliano. Kumbe sasa lugha ya Kiswahili itakufanya wewe usikike na watu wengi zaidi. Tofauti na Kirundi, ukiwa Burundi utafikiwa na watu milioni ngapi? Milioni 12 ambao wako Burundi. Lakini je, wavaaji ni wa Burundi tu? Ukawa na maarifa ya Kiswahili, utasikika kuanzia Afrika Mashariki, Afrika yote mpaka ulimwengu mzima. Kuna mtu anaweza kawa ana store za nguo zimekosa wateja, zimekosa watu wa kununua, yuko kule Marekani. Akikusikia wewe atasema kumbe mdogo anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo anaanza kufanya masuala na wewe, akakupa mtaji, akakupatia mzigo, ukaanza kuuza kwa rejareja au kwa baadaye unamfanyaje? Unampekea tunani faida yake baadaye polepole. Kwa hiyo ndo kwamba kila mtu awe na maoni na maono yake. Lakini hapo tafuta, tuseme kwamba kuungana, kujuana na watu.
wenzetu wanasema connection. Sasa sijui connection ni lugha tumeshaitoa Kiswahili, lakini sisi tunatumia tu hivyo kama connection, kwamba ule muunganiko fulani, uwe na mawasiliano na watu, unajua kwamba okay, acha nijue na fulani na fulani na fulani. Kwa kupitia hawa watu hawa unaweza na kujua kwamba tayari ndoto zako fanyaje zinafika. Kwa hiyo ijulikane kwamba kujua Kiswahili peke yake hakutoshelezi kumpeleka mtu kwenye maono yako. Inaanza kwanza maono, alafu baadaye ndio inampeleka kwenye mafanikio yake.